za wakati huu, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo tarehe 10 Julai 2026 kwa nami Pendo Goton. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba amesema kitabu cha falsafa ya sheria ya Mama Samia kilichozinduliwa siku ya leo kina mchango muhimu katika taaluma ya sheria na uongozi. Amesema kinadhihirisha namna uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan ulivyoendelea kuimarisha misingi ya utawala wa sheria, haki, uwajibikaji na maridhiano. Kitabu hiki ni mchango muhimu katika taaluma ya sheria na uongozi na kinadhihirisha namna ambavyo uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeendelea kuimarisha misingi ya utawala wa sheria, haki, uwajibikaji, maridhiano, ushirikishwaji wa wananchi na maendeleo jumuishi. Ni jambo la kujivunia kuona wataalamu wetu wakitumia taaluma zao kufanya tafakuri na uchambuzi unaochangia kujenga hazina ya maarifa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Mnyika, amesema chama chao hakina staa ya kubagua kiongozi au mtu wa kawaida katika kushughulikia tuhuma zozote. Mnyika amesema hayo alipokuwa akitoa maazimio ya kamati kuu iliyoketi mkoani Kigoma hivi karibuni. Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti kutoa tuhuma kuhusiana na ulichokiita madai ya ufisadi au fedha chafu ndani ya chama. Chama hiki katika kuchukua hatua au katika kufuatilia mambo, kwa kweli ofisi ya katibu mkuu, kwa sababu imepewa dhamana tu kwa niaba ya chama kufuatilia masuala mbalimbali, haibagui hadhi ya kiongozi. Kwa hiyo mambo mengine hatusemi kwa sababu ni ya ndani. Mwenyekiti Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti, naye alitakiwa kutoa maelezo kwenye kamati kuu kuhusiana na jambo hilo, na sasa yaliyojiri ndani ya kamati kuu na nini kiliamuliwa kwenye kamati kuu si wakati wake kuyazungumza hapa, lakini nataka kuambia tu kwamba hatua kama hizi ambazo zinachukuliwa kwa wengine, sababu alikuwa ni kiongozi wa kitaifa, ofisi ya katibu mkuu ilifanya huo mchakato, na naisema hili ifahamike kwa kiongozi yoyote wa ngazi yoyote, kama akifanya jambo lolote likaonekana kwamba linakwenda au linadaiwa kwenda kinyume na katiba au kanuni au maadili au itifaki ya chama, utaratibu wa kikatiba utafuata. Watu wanne wa familia moja waliotambulika kwa majina ya Ahmed, Robson, Ismail, Exaudi, Kamama wamefariki dunia mkoani Kilimanjaro baada ya kunywa dawa za kienyeji wanazodaiwa kupewa na mwanamke mmoja aliyetambulika kwa jina la Beatrice Urassa. Ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Rukwa unatarajiwa kuanza hivi karibuni baada ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kutenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo. Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Homera ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wananchi wa manispaa ya Sumbawanga baada ya kuhitimisha ziara yake ya kikazi ya kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo mkoani Rukwa. Tumekwenda halmashauri ya Sumbawanga vijijini, tumezungumza kule, tumeweka jiwe la msingi, tumeenda kukagua ujenzi wa stendi ya mabasi ya Sumbawanga vijijini, stendi ambayo inagharimu zaidi ya bilioni 3 na milioni 900, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa pesa hizo. Lakini pia tulikwenda mpaka Mtowisa kwenda kukagua miradi ya maendeleo, tumejionea mambo makubwa kule na barabara inaendelea kujengwa kuelekea huko Mtoni. Niseme tu kwamba kuna changamoto za malipo ya wakandarasi, hasa barabara hii ya kushuka kwenda Mtowisa, lakini pia na barabara kwenda Kasesia. Nimechukua madai ni haya hapa na kwenda nayo ili wakandarasi waweze kulipwa, barabara ijengwe kwa haraka ili wananchi waweze kufurahia serikali ya awamu ya 6. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia. Lakini jambo jingine, na kwenda kuongea na Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi kuongeza ruti za ndege, badala ya 2 sasa ziwe 4, ili wananchi waweze kufurahia usafiri wa ndege kutoka hapa kwenda Dar es Salaam. Na niwahakikisheni kwamba maendeleo haya yanaletwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Juzi nilikuwa kule Kirando, wanazungumzia, wanasema tunaomba mkoa wetu, kwa nini hauna hospitali ya rufaa ya mkoa? Nikawaambia tayari Daktari Samia Suluhu Hassan ameshatoa pesa za kutosha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ile. Na
na hajaachia hospitali tu, pamoja na chuo cha AIA cha kutoka Arusha kinakuja hapo kujengwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Rukwa inakwenda kufunguka na inaenda kuwa na uchumi mkubwa zaidi. Jambo lingine ni swala la umeme. Tumeambiwa wenzetu wa TANESCO yako maeneo wameambiwa waainishe kwa ajili ya kuunganisha umeme kwa shilingi 27,000. Niombe washirikishe waheshimiwa wabunge, washirikishe waheshimiwa madiwani ili tuweze kubaini maeneo gani ya kuunganisha umeme maeneo haya ya miji mikubwa kwa shilingi 27,000 kwa kuzingatia hali za wananchi katika maeneo haya. Zaidi ya wajasiriamali 400 kutoka kata ya Kirege wilayani Bagamoyo mkoani Pwani wamepatiwa mafunzo ya ujasiriamali yenye lengo la kuongezea maarifa, ujuzi na mbinu za kuanzisha na kuendeleza biashara zao kwa tija, hatua inayotarajiwa kuwasaidia kuongeza kipato na kujikwamua kutoka katika umaskini. Mafunzo haya yamejikita katika kuwajengea uwezo wa wajasiriamali hao kutambua fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo katika mazingira yao, namna ya kuzitumia kwa ufanisi, pamoja na kuzalisha bidhaa na kutoa huduma zenye ubora. Kwa kweli nimenufaika sana kwa kile ambacho wametufundisha ili tuweze kutunza vizuri hiyo mikopo na tuifanyie kazi kama vile ambavyo wametuelekeza, na ninaamini ya kwamba tutaifanyia kazi hiyo mikopo. Tunamshukuru hata Samia Suluhu ambaye ameamua kutusaidia wanawake. Nimejifunza vitu vingi. Kwanza nimejifunza kwamba katika biashara yangu ninayoifanya ni kwamba ile hela ya faida ninayoipata niwe nairudisha kwenye biashara yangu ili msingi uendelee kukua zaidi, ili niweze kufanya biashara yangu iwe ya kutoka, isiwe ya mahali pamoja. Naweza nikapeleka Bunju, naweza nikapeleka Mwenge, naweza nikapeleka Bagamoyo, naweza nikapeleka Mbagala. Kiujumla ni kuwanyanyua wakina mama waweze kukua zaidi kibiashara na waweze kukua vizuri katika hatua kubwa ya kuboresha maisha yao, kama ambavyo tuna mwenzi au kama ambavyo tunafuata kauli mbiu ya kumsaidia mama wa Kitanzania aweze kujikwamua. Kwa hiyo elimu kubwa ambayo tumewapa wajasiriamali wa Kirege, tumeona wakiwa wanafanya biashara kila siku lakini biashara zao hazikui. Kwa elimu kubwa ambayo tumewapa siku ya leo ni ya kufanya namna ambavyo watakuza biashara zao. Moja ya vitu ambavyo tumewafundisha ni kuzalisha kwa wingi product ambazo wanazizalisha. Kama hawa kina mama 400 tukaunda vikundi vya watu 5 tunatarajia tutapata vikundi 80 vya kina mama tu peke yake. Lile wimbi la kusema vikundi sasa hakuna Kirege ama haviojulikani vipo wapi, nadhani litakuwa limefanyaje, limeisha. Kwa hiyo ni zoezi la kwanza la mradi huu unapoendelea. Lakini zoezi la pili, baada ya kuwaunda makundi ya watu 5, kila kundi litakuwa na mwenyekiti na katibu. Mfano tumewezesha kina mama 100. Wale kina mama kuna kundi la mama lishe labda na kundi lingine. Tukiwawezesha wale kina mama 100, hatutawaacha tu vile waondoke. Tutaunda vikundi vya watu 5, lakini wanaotoka kwenye maeneo yao. Hili ni jukumu maalumu na mimi nimelipasisha. Ongereni sana, ongera mheshimiwa, tunapowasilisha wazo hili la msaidie mama mjasiriamali, jambo hili kubwa na mpango huu wa aina yake. Mbuyu ulianza kama mchicha. Naomba wajasiriamali wenzangu tuungane, mheshimiwa diwani, na tuseme linawezekana. Inawezekana, haiwezekani? Inawezekana kumwezesha mjasiriamali mdogo, haiwezekani. Na mtazamaji wa SQF TV, huo ni mwisho wa taarifa ya habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda wako thamani kutazama taarifa hizi za habari. Nizidi kukukumbusha wana wote wa Tabora na viunga vyake kwamba kambi ya upasuaji wa mdomo wazi inaelekea pale Julai 20 mpaka Julai 24. Ni vyema ukisikia taarifa hii ukamwambia na rafiki yako, na huduma hii inatolewa bure kabisa chini ya taasisi ya The Same Qualities Foundation. Kwa niaba ya timu nzima walioandaa habari hizi, mimi ni Pendo Goto, nikutakie maandalizi mema Sabato, lakini pia weekend njema.